Katika wilaya yetu ya Ilemela na mkoa wa Mwanza. Kwanza kabisa nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunijalia afya njema na kwa kuendelea kutulinda mpaka siku hii ya leo tuko hapa salama. Lakini awali ya yote nipende kutambua uwepo wa viongozi walioko hapa, viongozi wangu wa mpira kwa maana ya MZFA. Kunaomba usitumie mic ili wapate sauti nzuri. Kwa viongozi walioko hapa, viongozi wa MZFA, viongozi wa IDFA kwa kushiriki press conference hii, lakini nitambue uwepo wa Mheshimiwa Meya wa Manispaa ya Ilemela anayewakilishwa na naibu meya hapa pembeni yangu, lakini nipende kutambua uwepo wa katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye anayesimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini naye kwa sababu yuko njiani anawakilishwa na katibu mwenyeji wa kata hii. Lakini vile vile nipende kutambua uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa Kafiti Foundation, Engineer Mapuli Kafiti. Lakini nipende kutambua uwepo wa mgeni wetu maalum siku hii ya leo, kaka yangu, rafiki yangu, ndugu yangu Shafi Dauda. Pamoja na kuwa na safari ndefu ya Marekani, lakini umeona tukio hili ni la muhimu kwa vijana wetu wa jimbo la Ilemela, na ukaona uje pamoja na timu yako kuhakikisha unasimamia mashindano haya na kupata vipaji ambavyo sisi wana Ilemela tutakwenda kujivunia mbalimbali. Lakini vile vile nitambue uwepo wa watendaji wote wa kata walioko hapa, kwa maana ndio wasimamizi wa mashindano haya. Ndugu waandishi wa habari, tumetumia watendaji wa kata hizi kwa sababu mashindano haya hayana itikadi ya vyama. Mashindano haya yanajumuisha wananchi wa jimbo la Ilemela. Wewe uwe Chadema, uwe ACT, uwe CCM, katika mashindano haya wote ni familia moja. Na mimi kama kiongozi ambaye wamenichagua, lengo langu ni kubwa, ni kuwaunganisha pamoja na kuwaweka tuwe ndugu wa moja, tusiwe na mifarakano. Umoja wa mashindano haya ndio nguvu ya wananchi wa jimbo la Ilemela. Kwa hiyo nitambue vile vile uwepo wa wachezaji wote wa kata mbalimbali mlioko hapa. Nitambue uwepo wa wakilishi wa Bajaji FC ambao ndio leo watatuzindulia hapa. Nitambue uwepo wa maafisa usafirishaji kwa maana bodaboda wote mlioko hapa. Na mimi kama rais wa bodaboda na bajaji mkoa wa Mwanza nawakaribisha sana. Lakini vile vile nitambue uwepo wa wananchi wote mliokusanyika hapa na wadau wengine wote, ndugu waandishi wa habari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema, leo ni siku maalum. Ni siku ambayo tulisema tunataka tulete mashindano yenye tija, mashindano ya kuinua vipaji vya vijana wetu katika jimbo letu la Ilemela. Na mimi kama mbunge wa jimbo hili ninayo dhamana kubwa ya kuhakikisha tunainua vipaji vya vijana wetu walioko hapa jimboni Ilemela. Lakini pamoja na hayo, malengo makubwa ya mashindano haya, jambo la kwanza ni kuwaleta vijana pamoja. Jambo la pili ni umoja na mshikamano. Lakini jambo la tatu, tumekutana hapa ili kuendelea kuimarisha amani ya nchi yetu. Nipende kuwashukuru sana, nipende kuwashukuru viongozi wa serikali na Chama cha Mapinduzi tukiongozwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia idara hii ya michezo. Na sisi kama wabunge na mimi kama mbunge ambaye ni mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Ilemela, jukumu langu kubwa ni kuhakikisha tunakwenda kuibua vipaji vya vijana wetu. Na vijana, mtakumbuka ndugu waandishi wa habari, wakati tunafanya kampeni, moja ya sekta ambayo nilisema nitaisimamia kwa wivu mkubwa ni sekta ya michezo. Michezo iko ya aina mbalimbali. Tuna football, lakini tuna netball, tuna basketball na michezo mingine ya ngoma na vitu vingine. Lakini bila kusahau wasanii mbalimbali. Tumeanza leo na football, lakini baadaye tutakwenda na wasanii kwa maana waimbaji pamoja na madansa mbalimbali. Lakini leo tunaongelea issue ya football. Kwa hiyo tumekusanyika hapa kuwaleta vijana pamoja. Leo kupitia mashindano haya ya Kafiti Cup tunataka tuinue vipaji vya vijana wetu katika jimbo letu la Ilemela. Na mmeona tumemwalika mgeni wetu maalum, ndugu yangu Shafi Dauda, yuko hapa na timu yake kuhakikisha
anafuatilia mechi zote na wadau wengine mbalimbali ambao wenzangu hapo wa DIFA hatakuja kuwaeleza. Lengo ni kuhakikisha vijana wetu tunawapeleka kwenye academy mbalimbali kuweza kuendeleza vipaji vyao, lakini kubwa, pamoja na kuleta sifa za nchi baadaye, lakini jambo kubwa jingine ni uwezeshwaji wa ajira. Kama mtakumbuka, michezo ni ajira, mpira ni ajira. Tunategemea baada ya muda hapa Shafii atatuletea wachezaji ambao wako Barcelona, Man City, Man United, Arsenal. Tunategemea watatoka Ilemela. Na ndugu zangu waandishi wa habari, Ilemela ndiyo kapu kuu la kupika vijana wenye vipaji, kwa maana wataalamu wa football. Ukiangalia hata ligi kuu, wachezaji wengi wanatoka hapa Ilemela. Kwa hiyo unaweza kuona mafanikio ya michezo katika mkoa wa Mwanza yanaanzia hapa Ilemela. Kwa hiyo mnavyoona maandalizi haya ni makubwa. Ni maandalizi yanayothibitisha kweli Ilemela imeamua kuinua vipaji vya vijana wetu. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Wengi mmekuja hapa mmeshangaa. Hii ndio Kafiti Cup na huyu ndio mbunge wa jimbo la Ilemela, mbunge wa vijana anayetaka kuona vijana wanafanikiwa kupitia idara hii ya michezo. Kwa hiyo waandishi wa habari tumekusanyika hapa ili muweze kuhabarisha umma nini kinachokwenda kufanyika hapa Ilemela. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba mashindano haya tunakwenda kupata timu bora. Na mashindano haya yamejumuisha zaidi ya timu 24. Jimbo la Ilemela lina kata 19. Kwa hiyo kila kata imetoa timu moja ambayo itakuja kushindana hapa kwa ajili ya kumtafuta mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lakini vile vile tumeweka makundi mengine maalum. Tumeongeza miongoni mwa hizo timu 19. Tuna timu ambayo tumeongeza ni timu ya wajasiriamali na machinga. Wao wametengeneza timu moja ya wilaya ya Ilemela, lakini vile vile tuna timu ya Bajaji FC wako hapa nao wametoa timu. Lakini vile vile tuna timu ya maafisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda, nao tumewapa kipaumbele kama vijana wachapakazi wanahitaji kuonyesha vipaji vyao. Lakini ndugu waandishi wa habari, kutokana na umuhimu na maombi mengi niliyoyapata kutoka kwa waandishi wa habari, maombi yao nimeyakubali, na katika mashindano haya tumewajumuisha timu ya waandishi wa habari watakipiga hapa katika viwanja vya Sabasaba. Kwa hiyo jumla tutakuwa na timu 24 ambazo zitakwenda group stage. Kwa hiyo tutakwenda hatua ya makundi, tutakwenda hatua ya robo finali, nusu finali, then finali. Kwa hiyo ndugu zangu, leo ndio utakuwa na uzinduzi wa finali ya uzinduzi wa mashindano yenyewe ya Kafiti Cup. Tumeona leo tumeanza na place, lakini baada ya place tutashuhudia ugawaji wa vifaa vya michezo ambavyo tumevileta hapa. Kila timu itakwenda kupata vifaa hivi. Lakini vile vile ndugu zangu waandishi wa habari, mmeona jezi zetu ni jezi za kisasa. Mashindano hayo kama mnavyoona, inawezekana unakuwa na mashindano kama haya alafu unakuwa vijana wanaita jezi ronya. Huu ni uzi ni sawa na wanaovaa Man U. Jamani vijana, makofi basi kidogo. Kwa hiyo lengo ni kuleta hadhi ya mashindano haya. Niliwaambia tunakwenda kutengeneza historia ya mashindano ya Kafiti Cup. Kwa hiyo tunaposema Kafiti Cup tunamaanisha kwamba tunakwenda kusimamia na kuhakikisha tunainua vipaji vya vijana. Kuhusu maeneo ya michezo, ndugu zangu waandishi wa habari, tuna viwanja takriban 5 vitakavyotumika katika mashindano haya. Na kundi hizi kata hizi tumezigawanya katika kanda. Tutakuwa na kanda ya Igombe ambao watatumia uwanja wa Igombe. Tutakuwa na kanda ya Sabasaba ambao watatumia uwanja huu wa Sabasaba. Tutakuwa na kanda ya kona ya Bwiru, watatumia uwanja wa kona ya Bwiru. Tutakuwa na kanda ya Buswelu na Nyakato, pale tuna viwanja viwili. Kwa hiyo kanda zote hizo mbili tutavipiga kabumbu pale na kupata wachezaji ambao watakaokuja katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo hivyo ndio viwanja ambavyo tumevipanga kwa ajili ya kufanikisha mashindano haya. Ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na mashindano haya, leo hapa tutakuwa na burudani mbalimbali, kwa maana tutakuwa na bonanza, tutakuwa na timu na kwa mujibu wa viongozi wangu wa michezo tutakuwa na timu ngapi? Za wanawake 2 leo tutakuwa na timu 2, lakini tutakuwa na awamu tofauti mpaka kwenda finali. Kwa hiyo watatufungulia dimba, lakini leo watakaozindua mashindano ya Kafiti Cup itakuwa ni Bajaji FC pamoja na Ilemela FC. Hawa ndio watakao kipiga jioni ya leo kuanzia saa 10 ya jioni na kuendelea.
kuhakikisha kwamba tunaleta hamasa nzuri, na niwaombe waandishi wa habari na kuwahimiza wananchi wa jimbo la Ilemela na wilaya za jirani. Mnavyoona haya ni mashindano ya wilaya, lakini kiukweli nimeyafanya kwa ukubwa, ni mashindano yenye hadhi ya kimkoa au ya kitaifa kabisa. Au mnasemaje jamani? Kwa sababu gani? Nia na malengo ya kuhakikisha tunainua vijana tunayo, na mimi kama mbunge wa jimbo hili nina dhamana kubwa ya kuhakikisha vijana wa jimbo la Ilemela, kwa maana wale wapenda michezo katika maeneo mbalimbali, tunakwenda kuinua vipaji vyao. Lakini watu wa basket pamoja na volleyball wajana waliniomba, nilikuwa nataka niwaweke Tafiti Cup season 2, lakini siku ya fainali tutakuwa na michuano ya volleyball na tutakuwa na michuano ya basketball pamoja na netball. Hawa tutawajumuisha na wao watashindana katika hizo siku zilizobaki, na wenyewe tutawapa zawadi kwa mshindi atakayekuwa amepatikana. Kwa hiyo waandishi wa habari, tumekutana hapa kuhakikisha kwamba tunakwenda kueneza mashindano haya duniani huko, kujua kwamba kuna Tafiti Cup inaendelea. Lakini mwisho, lakini sio kwa muhimu, jambo zito sasa hapa, watu wanasubiria zawadi. Uongo kweli? Si ndio jamani? Niseme nisiseme? Sema. Sasa ndugu zangu, mashindano haya yana zawadi nono. Mwambie jirani yako zawadi nono. Zawadi nono. Ndugu zangu, kama tulivyotangulia kusema, timu zote zitawezeshwa ili kuweza kufanikisha mashindano haya. Kwa maana kupitia Tafiti Foundation na CEO ataeleza hapa, tunataka timu isishindwe kusafiri. Kila timu itawezeshwa usafiri kufika kwenye kambi, kufika kwenye uwanja na kurudi walikotoka. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo kupitia watendaji wa kata ambao ndio wasimamizi wa katika maeneo ya kata wakishirikiana na madiwani, tumesema kwamba watu hawa ni lazima tuhakikishe tunawawekea mazingira mazuri. Sasa madiwani yale vile vitu vidogo vidogo, na wao sasa kwa upande wao wanaweza wakatiatia kidogo, wakatafuta wadau. Lakini kwa maana kama mbunge pamoja na Tafiti Foundation tutahakikisha wachezaji hawa wanafika uwanjani, na gharama za maji katika kipindi chote cha michezo zitatolewa na mbunge kwa kushirikiana na Tafiti Foundation. Mashindano haya hayahitaji kuwa na timu ombaomba. Mbunge amejipanga kuhakikisha kwamba timu hizi zinafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Sasa ndugu zangu, tuje katika eneo la zawadi. Mimi nitataja zawadi 2 kubwa za washindi 3 bora, lakini vile vile tutakuwa na zawadi ndogo ndogo. Maana yake tutakuwa na mchezaji bora hatua ya 16 bora. Sasa tutakuwa na mchezaji bora wa timu, kila baada ya timu atakuwa anaokota. Sawa mchezaji bora wa timu man of the match wanaita, si ndio kuanzia robo finali. Lakini vile vile tutakuwa na mchezaji bora, wenzangu wataeleza hapa. Tutakuwa na kipa bora, lakini ndugu zangu, tutakuwa na kundi bora la hamasa, watapata zawadi nono. Kwa hiyo timu zote 24 watakuwepo wataalamu hapo, wataangalia hamasa bora, na wenyewe siku ya fainali tutatoa tuzo na zawadi nono. Sawa ndugu zangu? Sasa ndugu zangu, katika mashindano haya, kwa sababu mimi ni mbunge mpya, ndio kwanza nimeanza, ndio awamu yangu ya kwanza, bado najichanga, si ndio ndugu zangu? Lakini nikasema hapana, pamoja na kujichanga ni lazima nitengeneze zawadi nono. Sawa ndugu zangu? Na katika zawadi hii nitakazozitoa, tutakuwa na zawadi ya mshindi wa kwanza, tutakuwa na zawadi ya mshindi wa pili, na tutakuwa na zawadi ya mshindi wa 3. Tukianza na zawadi wa mshindi wa 3, katika mashindano haya atapata kiasi cha milioni 2. Katika mashindano haya mshindi wa pili tutampa zawadi ya milioni 3. Na mshindi wa kwanza, niseme nisiseme? Mheshimiwa DC, kwanza karibu sana, umetukuta tuko kwenye zawadi. Kwa hiyo mshindi wa kwanza
atapata donge nono la milioni 5. Na katika zawadi hiyo huyu mshindi wa kwanza tutamwandalia ziara ya kwenda bungeni na kombe lao. Kafiti oye! Kafiti oye! Kafiti oye! Mbunge mnaye? Mbunge mnaye? Unajua ndugu waandishi wa habari, wakati tunafanya kampeni tulikuwa na slogan nasema chagua Kafiti uwe fiti. Mnakumbuka? Sasa jamani, hiyo slogan si ndio imeanza kuwa fiti? Si ndio Sasa hii ni kipindi changu cha miezi 6 tu. Hapa tutakuwa tunapiga show ya bandika bandua. Tunataka umoja na mshikamano katika wilaya yetu ya Ilemela. Chama kiko kazini, serikali ya Chama cha Mapinduzi iko serikalini. Sisi jukumu letu kama viongozi, na mimi nimekuwa nikisema siku zote, mimi ni mbunge wa wananchi. Uchaguzi tulishamaliza. Kwa hiyo hapa hakuna cha CCM, hakuna cha Chadema, hapa ni wananchi wa jimbo la Ilemela. Na ndio maana mmeona mashindano haya yanasimamiwa na watendaji wa kata. Lengo ni kwamba kila mwananchi aweze kuja hapa na kuonyesha kipaji chake kupitia Kafiti Cup. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kuja katika press conference hii. Lakini wananchi wa jimbo la Ilemela, naomba niendelee kuhakikishia, mimi kama mbunge wenu nimekuja kufanya kazi mlionituma. Na kazi ndio kwanza imeanza. Nitaendelea kuwatumikia. Mimi ni mtumishi wenu. Tuendelee kushirikiana. Tunapoitana kwenye matukio kama haya, tuje kwa wingi kwa sababu lengo kubwa ni kujenga Ilemela yetu. Na sisi kauli mbiu ya wilaya yetu ya Ilemela tunasema Ilemela itajengwa na sisi. Si ndio ndugu zangu? Ilemela itajengwa na sisi. Hatujasikia, waandishi wa habari hawajasikia. Ilemela itajengwa na sisi. Ilemela itajengwa na sisi. Hebu punga mkono wana Ilemela wote, waandishi wa habari waone kwamba Ilemela imejipanga. Ilemela oye! CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana timu zote. Najua mtakuwa mmejipanga vizuri kuhakikisha kila timu inasaka ubingwa. Naomba mashindano haya yakatuletee mshikamano. Lengo langu mbunge ni kuwaleta wananchi wangu pamoja. Lengo langu mbunge ni kuhakikisha tunainua vipaji. Lengo langu mbunge tulete amani katika wilaya yetu ya Ilemela na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo haya mashindano yana hadhi ya kimkoa na kitaifa. Karibuni Ilemela na Mungu awabariki sana ndugu waandishi wa habari. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Atakuwepo hapa kufuatilia mashindano haya ya Kafiti Cup. Lakini pamoja na hayo, tumemwalika ndugu yangu. Nimesema na nimekuwa nikimuomba ndugu yangu Shafi Dauda, angalau Ilemela tutoe vijana hata 5 waende Ulaya huko wakatafute fursa, au mnasemaje jamani? Kwa hiyo na wengine waende kwenda kwenye timu mbalimbali. Ndio maana leo nimemleta ndugu yangu Shafi Dauda, yuko hapa pamoja na timu yake kuanzia mwanzo wa mashindano haya mpaka mwisho wa mashindano haya. Lengo ni kuhakikisha Ilemela tunapata vipaji. Lakini naomba niwaambie kitu kingine. Nimedhamiria kwenda mbali zaidi. Mwenyezi Mungu akinijalia, basi Ilemela itoe timu itakayoshiriki ligi kuu hapo baadaye. Na ikiwezekana ndani ya kipindi changu cha miaka 5, Mungu akinijalia, tutoe timu ya ligi kuu inayotokana na wilaya ya Ilemela. Na nyinyi tukishirikiana pamoja na wadau mbalimbali, ninaamini hilo linawezekana. Kwa hiyo katika upande wa vijana tunategemea tupate vijana. Shafi Dauda aliahidi kunipa vijana 10. Lakini mimi nimwambia aongeze kidogo aende hata 15. Au mnasemaje jamani? Kwa hiyo vijana, fursa ni kwenu. Pigeni kabumbu. Hapa ndio tunatafuta maisha. Si ndio Pamoja na kuja kufanya mpira kama jitihada za kujikomboa kiuchumi, lakini hapa tunakwenda kutafuta maisha. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo niwatakie kila laheri. Kwa hiyo ndugu yangu wana Bujepa Media, natumai nimekujibu vizuri.